Nianze kwa kumshukuru Mola wetu mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye siku hii ya leo Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 4 katuamsha tukiwa hai, wazima wa afya timamu, na akatukutanisha kwa furaha kubwa hapa Kusini Unguja. Tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Sala na salamu zende kwa mtukufu wa daraja, mbora wa viumbe vyote na kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, ni furaha na heshima kubwa sana kusimama mbele yenu viongozi na watendaji wetu na mawakala wetu wa mkoa huu wa Kusini Unguja kichama. Leo hii kikao zaidi ni cha mwenyekiti. Mimi yangu mawili. La kwanza imesemwa na wengi hapa kwamba tarehe 13 Januari ni mimi kwa niaba ya mwenyekiti na kwa niaba ya chama ndiye nilikuja kuteremsha maagizo yetu kuelekea kwenye uandikishaji. Sasa tangu msemaji wa mwanzo mpaka nakabidhiwa mimi bomba hili, tumekuwa tukimwagiwa sifa za kazi nzuri ambayo imefanyika Kusini. Kwa hivyo na mimi nimesimama hapa kama ambaye nilikuja kuteremsha kazi ile kwa dhati kabisa kuwashukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa mlioifanya. Na mimi sikustaajabu. Mwenyekiti, siku tulipokuja kama ilivyoelezwa hapa, nilikuwa na katibu wa organization, naibu katibu wa organization, nilikuwa na katibu wa tume ya uchaguzi, lakini pia baadhi ya viongozi akina Masudi, kina Halima na wengine walinisindikiza kuja kufanya kazi. Na wao mashahidi hao. Tulipokuwa tukipokea ripoti, tuliridhika pale pale kwamba Kusini kazi imekwisha kabla haijafanyika. Walitupa taarifa ya kutosheleza kuonesha jinsi ambavyo wamejipanga. Na hili si la mwanzo mwenyekiti. Kabla hapo nilipofanya ziara ya majimbo, hali hiyo pia niliona Kusini. Na moja ambalo nataka niwape sifa mbele yako mwenyekiti, hawa hawalewi sifa. Na nakuombeni hilo viongozi wa Kusini, mwenyekiti, kaimu katibu na timu yenu, muendelee kushikilia hapo hapo. Msilewe hizi sifa ambazo tunawapa. Msije mkageuka mgema. Hapa mwenyekiti, unapokuja ukaona mapungufu ukayatolea maelekezo, basi ukirudi maelekezo yamefanyiwa kazi zaidi ya vile ambavyo uliagiza. Na tunaporudi tunapewa taarifa, mlituambia hili, na wote wakiongozwa na Kinazi huwa wanatuhimiza kwamba msione tabu kutuambia mapungufu yetu ili tujirekebishe tufanye vizuri zaidi. Na nadhani ndio hiyo aliyosema naibu katibu mkuu, ikafika pale leo kuona kwamba wengine waje wajifunze hapa, kwa sababu hawa hawajapandwa na sifa kichwani wakajisahau. Kila wakati wanajirekebisha kufanya vizuri zaidi. Kwa hivyo hongereni sana Kusini. Kazi imefanyika
na tuliona kwa taarifa zilizokuwa zikitoka kwamba kazi inafanywa. Sasa moja ambalo leo naona wasaidizi wangu hapa sikuona wakilitilia nguvu vile ambavyo tulifanya kule kwingine, nitaifanya mie kwa niaba yao. Kote tulikopita kuanzia Pemba mpaka juzi kaskazini, tumesisitiza kwamba hatua hii ya uandikishaji ni hatua moja tu, lakini ushindi unatafutwa kuanzia leo. Pamesemwa kwa jumla kwamba daftari liko wazi, kuna kazi ya kufanya, lakini nasema bado tuna kazi kwanza ya kuzilinda kura zetu ambazo tumeziandikisha, lakini tuna kazi ya ziada ya kuhakikisha tunaendelea kufanya kazi ya mchwa kulitafuna gogo hata hao wao walioandikishwa. Na hili mnaniambia nyenyewe kila nikija kusini hapa kwamba nguvu yetu, kuna watu wanajitambulisha na upande wa pili hadharani, lakini wako na nyinyi katika ukombozi wa Zanzibar mnapozungumza nao, mnapokutana nao kwa siri. Na hawa ndio sumu inayokwenda kummaliza bwa mdogo na vibaraka wake Oktoba 2025. Tumezungumza mara nyingi sana na nyinyi mashahidi huko kwamba huyu sisi tunapitwa na huko ndani kwake mwenye jinsi walivyokuwa wamemchoka, wanataka aondoke leo kabla ya kesho, au sio jamani? Hamuyaoni hapa kusini? Na yeye vile mkimwona siku hizi waswasi al-khannas umemzidi, maana mtizameni katika hizi video zake muone umezidi kuliko ulivyokuwa hata mwanzo wa mwaka, kwa sababu anaijua hiyo hali na ana hofu, na lazima awe na hofu. Kuna mmoja katika wazee mangwengwe wa Chama cha Mapinduzi walikwenda kufuatwa na timu yao iliyotoka bara inayojaribu kufanya tathmini ya hali, akawaambia huyu sisi hatuna haja naye, ondokeni naye, hatuna haja naye hapa. Na lugha yake alikuwa kila wakati anawauliza ana nani huyu hapa, kwa sababu ya vitimbi ambavyo anawafanyia Wazanzibari mpaka huko kwenye chama chake mwenyewe. Nilipokuwa tukisema tulikuonekana labda tunafanya siasa, nikikwambieni sote huyu hana imani na Zanzibar, hana imani na Wazanzibari. Huyu Zanzibar kaifanya mlango wake wa duka, kaja kuchuma tu basi. Sasa haya wanayaona. Kwa hivyo wito wangu mkubwa, Kinazi na timu yako, mwenyekiti na timu yako, ni kuhakikisha kwamba tunazilinda zetu, lakini tunawafikia pia upande wa pili, kwa sababu wao wamechoka zaidi kuliko hata sisi. Tusione tabu katika hilo. Vijana, nyinyi ni wa kuingia vijana wenzenu. Wazee, mnazungumza na wazee wenzenu, na wanawake mnazungumza na wanawake wenzenu. Huyu tukijaliwa Oktoba ni kama kusukuma mlevi tu, tukijaliwa kesha anaanguka zake mbali. Tunaelewana? Kwa hivyo nawapongeza kwa dhati kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, na kama kusema tulishuhudia siku ile ile kwenye kikao chetu. Kwa hiyo mimi sina haja ya kufafanua zaidi katika hili, na kuombeni kwamba tukafanye kazi hiyo. Na mkifanya kazi hiyo, mnafanya kazi ya watukufu wa kusini ambao kwa vyama tofauti walivyokuweko huko nyuma,
lakini wote walikuwa wazalendo wa Zanzibar. Sisi tunaelewana? Naam. Hilo la kwanza. La pili nataka kulizungumza, na hili pia nalizungumza kama ada tu kwa Kusini. Sina wasiwasi na Kusini, lakini kwa sababu ni chama kimoja tumelizungumza kote, na hapa lazima tulizungumza. Tumepita katika hatua moja ndani ya chama ya kuchukua na kurejesha fomu za kugombea nafasi mbalimbali. Na hapa Kinazi katupa takwimu kwamba nafasi zote fomu zimechukuliwa, kuanzia ubunge, uwakilishi, viti maalum na udiwani. Hili la udiwani najua mwenyekiti ana ujumbe wake maalum, atautoa mwenyewe. Baada ya hatua hii, bila shaka sisi tutapokea taarifa ya nchi nzima kazi hii ilivyofanyika. Tutafanya tathmini yetu na tutajua hatua gani zinazofuata. Lakini mwisho wa siku, kwa hili moja hatua muhimu ni kura za maoni katika majimbo yetu. Mwene kawaeleza hapa kwamba kuna mwongozo tayari umeshateremshwa. Sasa nasema hili hata sikupaswa kulisema Kusini kwa sababu sina wasiwasi napo, lakini kwa sababu ni chama kimoja ni ada pia kulisema kwamba tunakwenda kwenye kura za maoni zisiwe sababu ya kuvuruga harakati zetu. Sisi hatukuunda harakati hizi na wazee hawakuasisi harakati hizi ili kutafutiana vyeo, mtu akapata kijio yeye na wanawe. Hayo tuachie Chama cha Mapinduzi, sababu wao ni maslahi tu, na ndio maana chama ukaona hakina mbele hakina nyuma. Sisi harakati hizi ziliasisiwa na wazee wetu kutafuta nini? Na kuulizeni watu wa Kusini, nchi. Na bahati nzuri hapa pana historia katika hilo. Nimesema kote kwamba ingelikuwa tumeunda harakati, mimi mnasikia lugha yangu, sizungumzi kuunda chama, nazungumzia kuanzisha kuunda harakati kabla hata vyama havijaruhusiwa. Na kama ni chama, mmeona tumeshusha Tanga, tumepandisha Tanga, safari inaendelea. Kwa hivyo hata jina la chama kwetu sisi si hoja. Hoja ni msingi wa harakati zetu. Sasa walioasisi harakati hizo, ingelikuwa ni vyeo, hata zisingekuwepo hizo harakati, kwa sababu alhamdulillah vyeo walikuwa navyo, tena vikubwa sana. Kiongozi na mzee wetu alokuwa mshika bendera almarhum Maalim Seif alikuwa waziri kiongozi. Sisi tunakumbuka nafasi ya pili kwa madaraka kwa ukubwa Zanzibar, na jinsi alivyokuwa
akipendeza kwa uhodari na umakini wake, angemridhia Nyerere anayoyataka, angesharamba kisani chote, sababu alikuwa king'ara. Angetoka pengine waziri kiongozi, akawa rais wa Zanzibar, akawa hata rais wa Jamhuri ya Muungano, akastaafu, akawa kama wengine. Lakini alisimama kidete kuipambania Zanzibar. Mkono wake wa kulia mnamjua nyinyi, alikuwa mzee Ali Haji Pandu, kalala hapa Makunduchi. Alikuwa waziri wa bahari, utalii na misitu, na kabla hapo alikuwa waziri wa ardhi, majenzi na nyumba, kisha akawa waziri wa maji, ujenzi na nishati. Kama ingelikuwa cheo hicho kikubwa na kama uwakilishi, nyinyi ndio mlimchagua hapa Makunduchi. Tena alipata kura 88% wakati wa chama kimoja. Na wengine akina marehemu Maalim Seif Yusuf Mgeni, alikuwa waziri wa kilimo na mifugo. Akina marehemu Selemani Seif alikuwa naibu spika wa baraza la wawakilishi na mwakilishi wa utani, ambao sasa jimbo la Wete linaitwa. Maalim Sudi marehemu alikuwa mwakilishi wa vitongoji na waziri. Mzee Mlo marehemu alikuwa mbunge, alikuwa mwakilishi, samahani, kupitia JUWATA. Zama zile kuna wawakilishi wanapitia jumuiya. Marehemu Khatibu Hassan alikuwa mbunge wa bunge la Muungano. Na Mheshimiwa Ahmad Rashid, hata kama baadaye kakengeuka, lakini sisi hatuwezi kubadilisha historia, alikuwa mbunge Wawi, alikuwa naibu waziri wa fedha na uchumi na mipango wa serikali ya Muungano. Hawa walikuwa ndio watu 7 wa mwanzo. Lakini hata waliofuatia tunamkumbuka sote marehemu Dr. Maulidi Makame. Alikuwa mjumbe baraza la wawakilishi jimbo la Koani, sasa ndio linaitwa Tunguu. Alikuwa waziri wa afya. Tulikuwa na wazee wetu wakuu wa mikoa powerful miaka hiyo. Maalim Masud Omar Saidi, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Maalim Juma Ngwali Kombo, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba, na wengine na wengine. Lakini wote hawa walisimama kitu kimoja, kumkabili mtu ambaye alikuwa anaonekana astaghfirullah kama Mungu mtu katika nchi, Julius Nyerere. Wanapambania nini? Nchi yao. Walijua atakayowakuta, wakawa radhi kupoteza vyeo hivyo nilivyovitaja ili kuipigania Zanzibar. Sasa leo sisi tukageuza shilingi, ikawa sisi tunataka kuitosa Zanzibar, tunapambania vyeo. Kwa hivyo tunakwenda katika hatua hiyo tunayokwenda. Letu sisi kubwa tunalosisitiza viongozi wenu, lisije likatugawa likatufanya tukakitoboa chombo tunachokitegemea kutufikisha kwenye Zanzibar ambayo itarejesha hadhi yake ya kuwa dola kamili na kiti chake Umoja wa Mataifa na bendera ikipepea New York mbele ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa inshallah. Na hili kama nilivyosema pale mwanzo, hawa walijitolea, lakini walikuwa na wasia wazee waliotangulia ambao walikiri walifanya makosa haya kwa kututamkia wao wenyewe baadhi yao. Na hapa Makunduchi pana watu wameacha historia hiyo. Marehemu Sheikh Amir Tajo,
katika watu waliowahusia Maalim Seif na Mzee Raji Pandu kwa kutuambia wenyewe kwa mdomo yao. Lakini kuna wengine hata kama hawakuwa katika siasa, walikuwa wazalendo wa Zanzibar, kina Sheikh Fatawi bin Isa, Sheikh Hassan bin Amer, si Zanzibar tu, mpaka huko Tanganyika huko, harakati za kupigania uhuru yeye tunaambiwa leo ndio aloziongoza kabla hata huyo Julius Nyerere, kupitia jumuiya ilikuwa wameanzisha ikiitwa Al-Jumuiyatul Islamia fi Tanganyika, sababu ilikuwa hazina za Zanzibar hizi, mwenyekiti unayajua, wamekwenda kueneza ilmu na kufanya dawa mpaka Tanganyika. Lakini hata mzee wetu pamoja na kwamba ilikuwa ikhtilafu, marehemu Sheikh Idris Abdul Wakil, kwenye uzalendo wa Zanzibar, Maalim mwenyewe akisema mara kadhaa hadharani, kasema kwamba katika mtu alikuwa ukimwona labda dhaifu kwa vile umbo lake na hulka yake alivyo, lakini ilipokuja ikiletwa hoja kwenye kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi na wakati wa Maalim Seif, anasema mzee Idris alikuwa akisimama kidete kulinda maslahi ya Zanzibar. Moja maarufu alikuwa akilisema sana marehemu Maalim, ilipokuja hoja ya kuhamisha fedha za kigeni za Zanzibar kwamba zipelekwe bara zikahifadhiwe ati benki kuu, siku hiyo Maalim akisema sote, ilikuwa mpambano kidole machoni baina ya Maalim na Nyerere, mpaka Maalim asaika kishindo, kwa sababu Nyerere hataki kuonekana kama mwenyekiti kwamba kazidiwa na mjumbe, na Maalim mshipa Uzanzibari ushasimama hapa, hakuna kukaa kitako. Mzee Idris akatumia hikma zake, anasema Maalim akamvuta shati akamwambia chifu ka, akanyanyuka yeye, kwa sababu alishaona mtu mzima wale hataki kuonekana kwamba kashindwa. Akatumia hikma za kijitu kizima, akamwambia tumelipokea ombi lako, lakini umelileta ghafla, sisi tunaomba utuachie twende tukakae Baraza la Mapinduzi, tutalitafakari alafu tutakuletea jibu. Nyerere akashusha pumzi. Sawa. Lakini walipokuja kwa Baraza la Mapinduzi, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi nani? Sheikh Idris Abdul Wakil. Msimamo kutoka Baraza la Mapinduzi, hakuna kuhamisha fedha ya Zanzibar kuipeleka Tanganyika, na ikaandikwa rasmi barua sasa kwa Nyerere kwamba msimamo wa Baraza la Mapinduzi tunasema fedha za Zanzibar zitabakia Zanzibar. Haya ndio tulokaa na wazee wakitufaidisha. Kwa hiyo tunasema hata huyo mzee Idris, kila mmoja na staili yake. Kwa hiyo tunasema Makunduchi hapa pana taarikhi katika hilo. Kwa hivyo ndugu zangu, tunakwenda huko, tusije tukasahau kwamba tunatafuta nchi yetu, tukadhani kwamba ulwa ukatutia wazimu kichwani, tukasahau kwamba labda hilo ndo la kubwa kuliko la kupambania nchi yetu. Na katika hili nimalizie, ili nimkaribishe mwenyekiti, hayo ya wal-asisi, lakini Mwenyezi Mungu katuletea tena mfano kwamba sio wao tu, hata chuma chapua Mheshimiwa Othman Masoud hapa. Au hamkukiona kwenye bunge la katiba? Hamkukiona? Alikuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar, na kwa uwezo wake mnauona, angewaridhia pengine angelikuwa zaidi ya hapo leo. Lakini ilipokuja kuamua baina ya cheo cha mwanasheria mkuu na Zanzibar, akasimama na Zanzibar, akawaambia manyang'au wote ndani ya bunge la katiba amejaa mle ndani, akasema napiga kura hadharani, kura yangu ni hapana dhidi ya usaliti wa Zanzibar.
na katika hilo kwamba hajali Ulwa, hata tulipomtaka kuja kuwa makamu wa kwanza wa rais, hapo pia pana fundisho kubwa kwetu na kwake. Kwetu kwa sababu tulikuwepo. Yoyote katika sisi kwani asingeweza kuwa makamu wa kwanza rais akachukua nafasi ya Maalim? Lakini hatukutizama ubinafsi, tulitazama hatima ya nchi na nani tunamuona ni mtu sahihi wa kupokea bendera akatufikisha kwenye harakati zile. Na sote tukajiacha sisi, tukasema mtu anayetufaa kwa zama hizi ni Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Sasa hiyo ilikuwa upande wetu sisi kujitoa, kina Babu Juma Duni, kina Mheshimiwa Mazrui, kina Mheshimiwa Mansur, sote kwa kauli moja. Mheshimiwa Omar, viongozi wenu wa kitaifa, tukamfuata yeye. Wakati tunamfuata yeye, kama ni maslahi alikuwa nayo makubwa zaidi huko alikokuweko. Hasemi mwenyewe, mimi nakwambia alichokuwa anakipata ni mara 6 ya hicho anachokipata sasa. Kampuni yake ya wanasheria aliyoanzisha baada ya kuondolewa nafasi kwa kusimamia Zanzibar, alikuwa na makampuni wateja ndani na nje ya nchi. Tunajua sisi ukipata kazi kama Omar anajua huyo unalipwa kiasi gani. Lakini mbali ya hilo tushakwambieni, alikuwa wakati huo yuko kwenye shirika la Umoja wa Mataifa linaloitwa World Intellectual Property Organization, WIPO. Linaongozwa na watu 7. Kila bara moja duniani linatoa mtu huyu mmoja. Bara zima la Afrika walishindanishwa watu 128, akaibuka kidedea kijana mwanakinda kindaki wa Zanzibar, Othman Masoud Othman. Lakini yote hayo tulipomfuata alituuliza swala moja tu, kwamba je, wenzangu mmeridhika kwa dhati kwamba mimi ndio wakupokea heshima hii? Tukamwambia naam. Akasa basi, na wacha yote haya na hesabu kwamba wakati wangu umefika kuwaongoza Wazanzibari kufikia lengo lililoasisi Maalim Seif. Sasa ndugu zangu, nayasema haya tukikumbushana kila wakati, napigilia msumari hoja kwamba hatutafuti vyeo, hatutafuti ulwa, hatutafuti maslahi. Tunachotafuta ni nchi yetu. Na mimi mara hii hamkuniona nikuchukua fomu, kwa sababu nimechukua kazi moja tu, ile tulomwahidi kwamba tuko pamoja naye. Na nimesema kazi yangu ni kukiongoza chama ili kuhakikisha safari aliyoasisi Maalim na wenzake inshallah tunaifikisha bandarini Oktoba mwaka huu biidhnillah. Mimi nilichukua ahadi na Mheshimiwa Mansur siku moja. Sasa sijui kama na nyinyi mtakuwa na mimi. Nimesema kazi yetu inshallah tuikamilishe Oktoba, halafu sote tunafunga safari kwenda Nyali, Mtambwe alikolala Maalim, tumwambie tumekuja kupiga fatha na kuja kukutaarifu ile kazi uliyotuachia tumeikamilisha chini ya kijana wako Othman Masoud Othman biidhnillah taala. Naamini siku hiyo ataka tuwakae, tutatoka nene pamoja Nyali Mtambwe, au sio? Tutakwenda pamoja, tutaifanya kazi hii inshallah. Tusikubali ubinafsi ukatawala nafsi zetu, tuongozwe na misingi walioasisi wazee wetu ambao walisamehe vyeo, wakafungwa, wakapata kila hilaki, lakini mpaka wamelala makaburini hawakusaliti harakati hizi.